Kutoka sura ya 21. Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi. Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania, atakutumikia muda wa miaka 6. Mwaka wa 7 atatoka kwako huru bure, kwamba aliingia kwako peke yake tu. Atatoka hivyo peke yake, kwamba ameoa mkewe, atatoka aende pamoja naye, kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke, naye amemzalia wana wa kiume au wa kike. Yule mke na wanawe watakuwa ni mali ya bwana wake, naye mume atatoka peke yake. Lakini huyo mtumwa akisema waziwazi, mimi nampenda bwana wangu na mke wangu na watoto wangu, sitaki mimi kutoka, niwe huru, ndipo hapo huyo bwana wake atamleta mbele ya Mungu na kumleta mlangoni au penye mwimo wa mlango, na bwana wake atalitoboa sikio lake kwa uma, ndipo atamtumikia siku zote. Mtu akimuuza binti yake awe kijakazi, hatatoka yeye kama watumwa wa kiume watokavyo, kwamba bwana wake hakupendezewa naye akiwa amemposa, ndipo atakubali akombolewe. Hana amri yeye kumuuza aende kwa watu wageni, maana amemtenda kwa udanganyifu. Kwamba amposa mwanawe, atamtendea kama desturi zipasazo binti zake, kwamba ajitwalia mke mwingine chakula chake huyo na nguo zake na ngono yake hatampunguzia. Kwamba hamfanyii mambo haya matatu, ndipo atatoka aende bure pasipo kutolewa mali. Mtu wa yeyote ampigaye mtu hata akafa, hana budi atauawa huyo. Lakini kama hakumvizia, ila Mungu amemtia mkononi mwake, basi nitakuonyesha mahali atakapopakimbilia. Lakini mtu akimwendea mwenziwe kwa kujikinai kusudi apate kumuua kwa hila, huyo utamuondoa hata madhabahuni pangu auawe. Ampigaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Yeye amuibaye mtu na kumuuza au akipatikana mkononi mwake sharti atauawa huyo. Yeye amwapizaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Watu wakigombana na mmoja akimpiga mwenziwe kwa jiwe au kwa konde asife, lakini yu alazwa kitandani mwake, atakapoinuka tena na kuenenda nje kwa kutegemea fimbo, ndipo hapo yule aliyempiga ataachwa, ila atamlipa kwa ajili ya hayo majira yake aliyompotea, naye atamuuguza hata apone kabisa. Mtu akimpiga mtumwa wake au kijakazi chake kwa fimbo, naye akifa mkononi mwake, hana budi ataadhibiwa. Lakini akipona siku 1 au 2, hataadhibiwa, maana ni mali yake. Watu waume wakiteta pamoja, wakamuumiza mwanamke mwenye mimba hata akaharibu mimba, tena yasiwe madhara zaidi, sharti atatozwa mali kama atakavyomwandikia mumewe huyo mwanamke. Atalipa kama hao waamuzi watakavyosema. Lakini kwamba pana madhara zaidi, ndipo utatoza uhai kwa uhai, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kuteketeza kwa kuteketeza, jeraha kwa jeraha, chubuko kwa ajili ya chubuko. Mtu akimpiga mtumwa wake jicho au jicho la kijakazi chake na kuliharibu, atamuacha huru kwa ajili ya jicho lake. Au akimpiga mtumwa wake jino likang'oka au jino la kijakazi chake, atamuacha huru kwa ajili ya jino lake. Ng'ombe akipiga pembe mtu mume au mtu mke, nao wakafa, huyo ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe, nyama yake isiliwe, lakini mwenye huyo ng'ombe ataachiliwa. Lakini kwamba huyo ng'ombe alizoea kupiga watu tangu hapo, naye mwenyewe ameonyeshwa jambo hilo, wala asimzuie,
naye amemuua mtu mume au mwanamke, huyo ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe, na huyo mwenyewe naye atauawa. Lakini akiandikiwa ukombozi, ndipo atakapotoa kwa ajili ya uhai wake hicho atakachoandikiwa. Akiwa ng'ombe amempiga pembe mtoto wa kiume na kumtumbua, au akiwa amempiga mtoto wa kike, atatendwa kama hukumu hiyo. Ng'ombe atamtumbua mtumwa mume au kijakazi mwenye ng'ombe atampa bwana wao shekeli 30 za fedha, naye ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe. Kwamba mtu atafunua shimo au kuchimba shimo naye asilifunike, kisha ikawa ng'ombe au punda kutumbukia humo, mwenye shimo atalipa, atampa huyo mwenye mnyama fedha, na mnyama aliyekufa atakuwa ni wake. Ng'ombe wa mtu akimuumiza ng'ombe wa mtu mwingine hata akafa, ndipo watamuuza huyo ng'ombe aliye hai na kugawanya thamani yake, na ng'ombe aliyekufa pia watamgawanya. Au kwamba ilijulikana ya kuwa ng'ombe tangu hapo amezoea kupiga kwa pembe, wala mwenyewe asimzuie, ndipo atakapolipa yeye ng'ombe kwa ng'ombe, na huyo ng'ombe aliyekufa atakuwa ni wake. Kutoka sura ya 22. Mtu akiiba ng'ombe au kondoo na kumchinja au kumuuza, atalipa ng'ombe 5 badala ya ng'ombe mmoja, na kondoo 4 badala ya kondoo mmoja. Mwivi akipatikana akiwa yu hali ya kuvunja mahali, naye akapigwa hata akafa, hapata kuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Lakini kama jua limekucha juu yake, ndipo patakuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Ingempasa kutoa malipo kamili akiwa hana kitu, na auzwe kwa ajili ya wivi wake. Kama hicho kitu kilichoibwa chapatikana hai mkononi mwake, kama ni ng'ombe au punda au kondoo, atalipa thamani yake mara 2. Mtu akilisha katika shamba au shamba la mizabibu, akimwacha mnyama wake akala katika shamba la mtu mwingine, atalipa katika vitu vilivyo vizuri vya shamba lake mwenyewe au vya mizabibu yake. Ukiwaka moto na kushika penye miiba na ngano zilizofungwa miganda, au ngano ambazo hazijakatwa, au shamba likateketea, yeye aliyeuwasha huo moto lazima atalipa. Mtu akimpa mwenziwe amana ya fedha au vitu vingine, amtunzie, na vitu vile vikaibwa katika nyumba ya mtu huyo, mwivi akipatikana atalipa thamani yake mara 2. Mwivi asipopatikana, ndipo mwenye nyumba atakaribia mbele ya Mungu, ionekane kwamba si yeye aliyetia mkono na kutoa vyombo vya mwenziwe. Kila jambo la kukosana, kama ni la ng'ombe au la punda au la kondoo au la mavazi au la kitu chochote kilichopotea ambacho mtu mmoja asema ni chake, hilo jambo la watu wote wawili litaletwa mbele ya Mungu, na yeye atakayehukumiwa na Mungu kuwa ni mkosa atamlipa mwenziwe thamani yake mara 2. Mtu akimpa mwenziwe punda au ng'ombe au kondoo au mnyama yeyote ili amtunzie, yule mnyama akafa au akaumia au akachukuliwa mtu asione, patakuwa na kiapo cha Bwana katikati ya watu hao wawili, kwamba alipeleka mkono wake kutoa mali ya mwenziwe, na mwenyewe atakubali hayo wala hatalipa. Lakini kwamba aliibiwa mnyama huyo, sharti amlipe yule mwenyewe. Kwamba alilaluliwa na mnyama mkali, na amlete uwe shahidi, hatalipa kwa ajili ya mnyama aliyelaluliwa. Mtu akiazima mnyama kwa mwenziwe, naye akaumia huyo mnyama au akafa mwenyewe asipokuwapo, lazima atalipa. Kama huyo mwenyewe alikuwapo pamoja na mnyama wake, hatalipa. Kama ni mnyama aliyeajiriwa, alikwenda kwa ajili ya ujira wake. Mtu akimshawishi mwanamwali aliyeposwa na mume na kulala naye, lazima atatoa mahari kwa ajili yake ili awe mkewe. Ikiwa baba yake huyo mwanamwali
akataa kabisa kumpa, atalipa fedha kama hesabu ya mahari ya mwanamwali ilivyo. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti atauawa. Mtu atakayemchinjia sadaka mungu yeyote isipokuwa ni yeye Bwana peke yake na aangamizwe kabisa. Usimwonee mgeni wala kumtendea jeuri, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe, wala mtoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake wenu watakuwa wajane, na watoto wenu mayatima. Ukimkopesha mtu aliye maskini katika watu wangu walio pamoja nawe, usiwe kwake mfano wa mwenye kumdai, wala hutamwandikia faida. Ikiwa wewe kwa njia yoyote wapokea nguo ya jirani yako rehani, lazima utamrudishia mbele ya jua kuchwa, maana hiyo nguo ni kifuniko chake, hiyo peke yake ni nguo ya ngozi yake. Je, atalalia nini? Itakuwa hapo atakaponililia mimi, nitasikia, kwa kuwa mimi ni mwenye rehema. Usimtukane Mungu, wala usimlaani mkuu wa watu wako. Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na ya vinywaji vyako. Mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi, nawe utafanya vivyo katika ng'ombe zako na kondoo zako. Utamwacha siku 7 pamoja na mama yake, siku ya 8 utanipa mimi. Nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi. Kwa hiyo msiile nyama yoyote iliyolaluliwa huko kondeni, na mnyama wa mwitu mtawatupia mbwa nyama hiyo. Kutoka sura ya 23. Usivumishe habari za uongo. Usitie mkono wako pamoja na mwovu kuwa shahidi wa udhalimu. Usiandamane na mkutano kutenda uovu, wala usitie ushahidi wako katika neno lolote kwa kugeukia kando na kuandamana na mkutano ili kupotoa hukumu. Wala usimpendelee mtu mnyonge katika neno lake. Ukimwona ng'ombe wa adui wako au punda wake amepotea, sharti umrudishie mwenyewe tena. Ukimwona punda wake huyo achukuae hali ameanguka chini ya mzigo wake, naye nawe ungezuia usimsaidie, lazima umsaidie. Usipotoe hukumu ya mtu maskini katika neno lake. Jitenge mbali na neno uongo, wala wasio hatia na wenye haki usiwaue, kwa kuwa mimi sitamhesabia haki yeye aliye mwovu. Nawe usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Usimwonee mgeni, maana ninyi mwajua moyo wa mgeni ulivyo, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Utapanda mbegu katika nchi yako muda wa miaka 6 na kuyavuna maongeo yake, lakini mwaka wa 7 utaiacha nchi ipumzike na kutulia, hao maskini miongoni mwa watu wako wapate kula, na hicho watakachosaza wao wapate kula wanyama wa kondeni. Utafanya vivyo katika shamba lako la mizabibu na katika shamba lako la mizeituni. Siku 6 utafanya kazi yako, na siku ya 7 utapumzika, ili kwamba ng'ombe wako na punda wako wapate kupumzika. Kisha mwana wa mjakazi wako na mgeni wapate kuburudika. Yaangalieni hayo yote niliyowaambia, wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine, wala yasisikizwe kutoka kinywani mwako. Mara 3 kila mwaka utaniwekea sikukuu. Utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Utakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7 kama nilivyokuagiza.
kwa wakati uliowekwa, mwezi wa Abibu, kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Tena sikukuu ya mavuno, hayo malimbuko ya kazi zako za kupanda mashambani, tena sikukuu ya kukusanya mwisho wa mwaka, hapo utakapokusanya hayo uliyoyataabikia shambani. Mara tatu katika mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele ya Bwana Mungu. Usisongeze damu ya dhabihu zangu pamoja na mkate uliotiwa chachu, wala mafuta ya sikukuu yangu usiyaache kusalia hata asubuhi. Ya kwanza ya malimbuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwana-mbuzi katika maziwa ya mama yake. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengezea. Jitunzeni mbele yake, muisikize sauti yake, wala msitie kasilani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Lakini ukiisikiza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninenayo mimi, ndipo mimi nitakuwa ni adui wa adui zako na mtesi wa hao wakutesao. Kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Muhiti na Mperizi na Mkanaani na Muhivi na Myebusi, nami nitawakatilia mbali. Usiisujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguo zao utazivunja vipande vipande. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako. Na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Nami nitapeleka mavu mbele yako, watakaomfukuza Muhivi na Mkanaani na Muhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa. Na mnyama wa bara wakaongezeka kukusumbua, na wanyama wa bara wakaongezeka kukusumbua. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako, hata utakapoongezeka wewe na kuirithi hiyo nchi. Nami nitakuwekea mpaka wako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto, kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mkononi mwako. Nawe utawafukuza mbele yako. Usifanye maagano pamoja nao, wala pamoja na miungu yao, wasikae katika nchi yako, wasije wakakufanya kunitendea mimi dhambi. Kwa sababu ukiitumikia miungu yao, jambo hili halikosi, litakuwa ni tanzi kwako. Kutoka sura ya 24. Kisha Bwana akamwambia Musa, kweni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 na wazee wa Israeli, mkamfikirie Bwana, mkasujudie kwa mbali, na Musa peke yake ndiye atakayekaribia karibu na Bwana, lakini hao hawatakaribia karibu, wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja, wakasema, maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli.
akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu akaitia katika mabakuri, na nusu ya ile damu akainyunyizia juu ya madhabahu. Kisha akakitwaa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu. Wakasema, hayo yote aliyoyanena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akaitwaa ile damu akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi. Katika maneno hayo yote ndipo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, wakamuona Mungu wa Israeli chini ya miguu yake. Palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Naye hakuweka mkono wake juu ya hao wakuu wa wana wa Israeli, nao wakamuona Mungu, wakala na kunywa. Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku, nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika, ili uwafundishe. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu, akawaambia hao wazee, tungojeeni hapa mpaka tutakaporudi kwenu, na tazameni, Haruni na Huri wapo pamoja nanyi, kila mtu aliye na neno na awaendee. Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunikiza mlima, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamwita Musa kutoka kati ya lile wingu, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Kutoka sura ya 25. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka. Kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yangu. Sadaka utakayopokea mkononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani safi na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi ya pomboo na miti ya mshita na mafuta ya ile taa na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri na vito vya shohamu na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera na kwa kile kifuko cha kifuani, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na haya yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyo vifanya. Nao na wafanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na uwe 2.5 dhiraa na upana wake 1.5 dhiraa na kwenda juu kwake 1.5 dhiraa, nawe ulifunike kwa dhahabu safi, ulifunike ndani na nje, nawe tia na ukingo wa dhahabu kulizunguka pande zote, nawe subu vikuku 4 vya dhahabu kwa ajili yake na kuvitia katika miguu yake 4, vikuku 2 upande mmoja na vikuku 2 upande wake wa pili. Nawe fanya miti mirefu ya mshita na kuifunika dhahabu, nawe tia hiyo miti katika vile vikuku vilivyo katika pande 2 za sanduku ili kulichukua hilo sanduku. Hiyo miti itakaa katika vile vikuku vya sanduku, haitaondolewa. Kisha tia ndani ya sanduku huo ushuhuda nitakaokupa,
nawe fanya kiti cha rehema cha dhahabu safi. Urefu wake utakuwa dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5. Nawe fanya makerubi mawili ya dhahabu, uyafanye ya kazi ya kufua katika hiyo miisho ya kiti cha rehema, huku na huku. Weka kerubi moja mwisho mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema mwisho huku na mwisho huku. Na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao, na nyuso zao zitaelekeana hili na hili. Nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema. Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Nawe fanya meza ya mti wa mshita. Urefu wake utakuwa dhiraa 2 na upana wake dhiraa 1 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Uifunike dhahabu safi na kuifanyia ukingo wa dhahabu wa kuizunguka pande zote. Kisha ufanyie upapi wa kuizunguka pande zote. Upana wake utakuwa nyanda 4, nawe ufanyie ule upapi ukingo wa urembo wa dhahabu wa kuzunguka pande zote. Uifanyie vikuku 4 vya dhahabu na kuvitia vile vikuku katika pembe zake 4, katika miguu yake 4. Vile vikuku na viwe karibu na ule upapi, ili viwe mahali pa kutilia ile miti ya kuichukulia meza. Fanya ile miti ya mti wa mshita na kuifunika dhahabu, kwamba ile meza ichukuliwe kwayo. Nawe fanya sahani zake na miiko yake na makopo yake na vikombe vyake vya kumiminia, vifanye vyote vya dhahabu safi. Nawe utaiweka mikate ya onyesho juu ya meza mbele yangu daima. Nawe fanya kinara cha taa cha dhahabu safi. Hicho kinara na kifanywe cha kazi ya kufua, tako lake na mti wake, vikombe vyake na matovu yake na maua yake, vyote vitakuwa vya kitu kimoja nacho kitakuwa na matawi 6 yenye kutoka ubavuni mwake, matawi 3 ya kinara upande wake mmoja na matawi 3 ya kinara upande wake wa pili. Vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mrozi katika tawi moja, tovu na ua, na vikombe 3 vilivyofanywa mfano wa maua ya mrozi katika tawi la pili, tovu na ua vivyo hivyo hayo matawi yote 6 yatokayo katika kile kinara. Na katika hicho kinara vikombe 4 vilivyofanywa mfano wa maua ya mrozi, matovu yake na maua yake, na tovu chini ya matawi mawili na kitu kimoja nacho, na tovu chini ya matawi mawili na kitu kimoja nacho, na tovu chini ya matawi mawili na la kitu kimoja nacho, kwa